Mtazamaji wangu, natumaini kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa. Umekula sikukuu ya Krismasi kwa utulivu pamoja na ndugu, jamaa na marafiki. Basi nasi tunakupa mkono wa heri ya sikukuu ya Krismasi. Na moja kwa moja sasa ni kuombe uweze kugusa neno lililoandikwa subscribe hapo kwenye simu yako, lakini pia waweza kucomment, kushare na hata kulike. Na sasa nikupeleke pale nchini Ghana. Pale Ghana bwana, ametokea nabii anayeitwa Ebonoa, raia wa hapo Ghana, aliyekuwa akijenga safina 10 kwa madai kwamba dunia itaisha siku ya Krismasi ya leo Disemba 25 mwaka 2025. Unajua kilichotokea? Kwa sasa nabii huyo amebatilisha unabii wake na kudai kwamba maombi yake yamejibiwa na Mungu, ambapo anasema unyakuo na mafuriko ya dunia yameahirishwa. Unajua nini kimetokea mtazamaji? Inasadikika kwamba nabii huyo ameyasema hayo baada ya kununua gari aina ya Mercedes Benz yenye thamani ya shilingi milioni 220, ambayo ni sawa na dola 89,000, ambazo ni michango mbalimbali kutoka kwa waumini wake hao aliyokuwa amewaambia huu ndio mwisho wa dunia. Unaambiwa nabii Ebonoa amesema alifunga kwa siku 21 akimlilia Mungu na kumuomba sana awaongezee wanadamu siku za kuishi duniani, ambapo Mungu amemjibu maombi yake na kuahirisha unyakuo wa siku ya leo, na hivyo akawataka waumini wake kila mmoja arejee eneo lake, yani kwenye nchi yake, mkoa, wilaya na hata kijiji chake, hadi hapo Mungu atakapomtajia siku nyingine ya mwisho wa dunia na kuwatangazia waumini hao waje kwenye hiyo safina, ambapo bado anaendelea kuzijenga hizo safina. Hata hivyo, tukio hilo msikilizaji, na kauli ya nabii huyo imeibua hasira, minong'ono na mijadala mikali ndani na nje ya nchi ya Ghana, baada ya kugundulika kwamba asilimia kubwa ya familia walifunga mizigo yao na kuacha shughuli zao za kijamii, ikiwemo kutokupika chakula cha Christmas, kufuatia waumini hao kumiminika kuelekea kwenye hiyo safina. Sasa nikuulize wewe mtazamaji, unadhani siku ya mwisho kila mtu ataondoka na mzigo wake kwenye hii dunia? Kwamba una begi lako, una sanduku lako la nguo, je, utaondoka nalo? Na mbali na hivyo, kuna wale wanyama unaowafuga, kuna mbuzi, ng'ombe, kondoo na hata ndege kama njio. Je, utaondoka nao kuelekea kwenye safina kama hivi? Na tukijikumbusha kule nyuma kwenye Biblia, Agano la Kale, Nuhu alijenga safina. Waliingia wanyama wawili, ndege wawili. Unadhani na kwa huyu nabii wa Ghana hali itakuwa hivyo? Mtazamaji, endelea kushusha comment yako hapo. Unalizungumzia vipi? Na je, tukio hili limekuachia funzo gani hasa kwenye masuala ya kiroho na unabii kwenye maisha ya siku za leo? Na je, Biblia inasemaje kuhusu masuala ya unabii? Shusha komenti yako hapo mtazamaji. Unazungumzia vipi mambo haya? Na je, nabii Noa umemuelewa?